nimkaribishe mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ili aweze kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge kuhusu utekelezaji wa majukumu ya Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 24/25 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 25/26. Karibu sana mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mujibu wa kanuni ya 118 9 ya kanuni za kudumu za Bunge toleo la Februari 2023, naomba kuwasilisha taarifa ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu kuhusu utekelezaji wa bajeti la fungu 98 Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na maoni ya kamati kuhusu makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba taarifa hii iingie kwenye kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, taarifa hii imegawanyika katika sehemu kuu 4. Sehemu ya kwanza ni utangulizi ambayo inaeleza kuhusu muundo pamoja na namna kamati ilivyotekeleza majukumu yake. Sehemu ya pili ni uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti kwa mwaka wa fedha 2024/2025 kwa kutathmini makusanyo ya maduhuli, mwenendo wa upatikanaji wa fedha, utekelezaji wa miradi ya maendeleo na uzingatiaji wa ushauri na maoni ya kamati. Sehemu ya tatu inahusu uchambuzi wa makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025/2026. Sehemu ya 4 ni majumuisho ya maoni na ushauri wa kamati na hitimisho. Namna kamati ilivyotekeleza majukumu yake. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika kufanya kazi zake na utekelezaji wa bajeti ya fungu 98, Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2024/2025 pamoja na makadirio ya mapato na matumizi ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha 2025/26, kamati ilifanya yafuatayo: kupokea taarifa na kukagua utekelezaji wa miradi ya maendeleo iliyotengewa fedha katika mwaka wa fedha 2024/2025. Kujadili utekelezaji wa bajeti ya wizara pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha 2024/2025. Kupokea na kufanya uchambuzi wa randama ya wizara na kuchambua makadirio ya mapato na matumizi ya wizara pamoja na taasisi zake kwa mwaka wa fedha wa 2025/2026. Uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kulijulisha Bunge lako kwamba kwa sehemu kubwa serikali imeyafanyia kazi maoni na ushauri uliotolewa na kamati. Hata hivyo, baadhi ya maoni na ushauri uliotolewa hayakufanyiwa kazi kwa ukamilifu. Kwa sababu hiyo, kamati inapenda kuweka msisitizo kuhusu muhimu wa utekelezaji wake kama ifuatavyo. Kamati ilishauri serikali kuhakikisha kwamba inalipa madai ya makandarasi na wahandisi washauri na kuwezesha miradi kutekelezwa kwa wakati na kupunguza ongezeko la riba. Hata hivyo, kamati hairidhishwi na utekelezaji wa agizo hili kwa sababu kasi ya serikali kulipa madeni na madai hayo ni ndogo ukilinganisha na deni lililopo na kiwango cha riba na inavyoongezeka. Kamati ilishauri serikali kulipa kwa wakati fidia kwa wananchi ambao wametoa maeneo yao ili kupisha miradi. Kamati hairidhishwi na utekelezaji wa agizo hili kwa sababu yapo maeneo yaliyotaliwa na wananchi kuahidiwa kufidiwa. Kamati inasisitiza kwamba iwapo serikali haina uwezo wa kulipa fidia husika ya maeneo hayo, basi maeneo hayo yarejeshwe kwa wananchi mpaka hapo serikali itakapokuwa tayari. Mheshimiwa Spika, katika mwaka wa fedha wa 2024/2025, Wizara ya Ujenzi iliidhinishiwa kukusanya maduhuli ya shilingi milioni 70 hadi kufikia Februari 2025. Makusanyo hayo yalikuwa ni jumla ya shilingi milioni 61.21 sawa na 87.44
ya malengo waliojiwekea. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza wizara kwa makusanyo hayo. Hata hivyo, katika uchambuzi wako, kamati ilibaini kwamba baadhi ya taasisi chini ya Wizara ya Ujenzi zinakabiliwa na changamoto ya kutopata fedha zitokanazo na huduma wanazozitoa kwa taasisi nyingine za serikali, na hivyo kuathiri mwenendo wa makusanyo, mwenendo wa upatikanaji wa fedha, matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2024/2025 fungu 98 Wizara ya Ujenzi iliidhinishiwa shilingi bilioni 81.4 ikiwa ni fedha za matumizi ya kawaida. Hata hivyo, hadi kufikia Februari 2025 wizara ilipokea shilingi bilioni 44.8 sawa na asilimia 55.04 ya bajeti iliyoidhinishwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati hairidhishwi na hali ya mapokezi ya fedha za matumizi ya kawaida, hususan matumizi mengine OC. Kwa kuwa hadi kufikia Februari 25 wizara ilikuwa imepokea shilingi bilioni 1.59 sawa na asilimia 33 tu ya fedha iliyotengwa, fedha za miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa upande wa bajeti ya maendeleo, kamati imebaini kwamba hadi kufikia Februari 2025 kati ya shilingi trilioni 1.69 zilizotengwa kutekeleza miradi, wizara ilikuwa imepokea shilingi trilioni 1.02 sawa na asilimia 60 ya makadirio. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa wastani mapokezi ya kutekeleza miradi ya maendeleo inaridhisha, hususan fedha za ndani, ambapo kati ya shilingi trilioni 1.14 zilizotengwa, shilingi bilioni 721.87 zimepokelewa sawa na asilimia 66.22. Ukaguzi wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati ilifanya ukaguzi wa miradi katika mikoa ya Morogoro, Tanga na Dar es Salaam kati ya tarehe 12 hadi tarehe 19 Machi 2025. Masuala mahususi yaliyobainika katika utekelezaji wa bajeti ya mwaka wa fedha 2024/2025. Mtiririko wa fedha za bodi ya mfuko wa barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya masuala mahususi ambayo kamati iliyafanyia tathmini ni mtiririko wa mapokezi za fedha za mfuko wa barabara Road Fund Board, ukikadiriwa kukusanya shilingi bilioni 856.78 katika mwaka wa fedha 2024/2025. Mheshimiwa Mwenyekiti, hadi wakati kamati inapokea taarifa ya utekelezaji wa bajeti, ilibaini kwamba mfuko ulikuwa umekusanya shilingi bilioni 819.66 kati ya fedha iliyokusanywa. Kiasi kilichohamishiwa katika mfuko ni shilingi bilioni 289.94 sawa na asilimia 35.37 tu, na shilingi bilioni 529.72 sawa na asilimia 64.63 bado zilikuwa hazijahamishwa katika akaunti ya mfuko. Mheshimiwa Spika, kamati imebaini kwamba kwa fedha hizo kutohamishiwa katika akaunti ya mfuko wa barabara kwa wakati, miradi ya ujenzi na ukarabati wa barabara nchini umeathirika kwa kiasi kikubwa. Kwa muktadha huo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba inapeleka fedha katika mfuko huo kwa wakati. Madeni ya wakandarasi na wahandisi washauri. Mheshimiwa Spika, kamati imebaini kwamba wakala wa barabara TANROADS imekosa uwezo wa kulipa madeni ya wakandarasi na wahandisi washauri wa ndani na nje ya nchi. Hadi kufikia Februari 2025, TANROADS ilikuwa na jumla ya deni lililozalishwa la shilingi trilioni 1.299. Kati ya deni hilo, shilingi bilioni 187.605 ni deni la wakandarasi na wahandisi washauri wa ndani katika miradi ya barabara kuu. Shilingi bilioni 974.589 ni deni la wakandarasi na wahandisi washauri wa nje, na shilingi bilioni 136.983 ni riba. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika deni hilo
Miradi inayoendelea ilikuwa inajumuisha jumla ya shilingi bilioni 507.759 na shilingi bilioni 652.21 ni deni la miradi iliyokamilika. Kwa deni hilo kuendelea kutolipwa, riba inazidi kuongezeka na inaathiri uchumi wa wakandarasi hasa wa ndani na vile vile kuathiri maendeleo ya miradi ya barabara nchini. Fidia kwa wananchi kutolipwa kwa wakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kuwepo na changamoto ya muda mrefu ambapo serikali haijalipa fidia kwa wananchi ambao wameachia ardhi yao kupisha miradi mbalimbali nchini. Inakadiriwa kwamba hadi kufikia Februari 2025 kiasi cha fedha kilichokuwa kinadaiwa kama fidia ni jumla ya shilingi bilioni 123.643. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati haikuridhishwa na mwenendo wa serikali kushughulikia fidia hizo ambazo kadri siku zinavyozidi kwenda kiwango kinaongezeka pia. Ujenzi wa viwanja vya ndege nchini chini ya TANROADS. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi wa utekelezaji wa miradi ya ujenzi wa viwanja vya ndege kwa mwaka wa fedha 2024-2025 inayotekelezwa chini ya TANROADS, kamati ilibaini kwamba kwa wastani utekelezaji wa miradi hiyo unaridhisha. Hata hivyo, baadhi ya miradi ilikuwa katika hatua duni za utekelezaji wake, ikiwemo mradi wa ukarabati wa uwanja wa ndege wa Kigoma awamu ya pili ambao umetekelezwa kwa 16%. Kamati inaishauri serikali kuongeza kasi ya utekelezaji wa miradi hiyo ili kutoa huduma muhimu kwa maeneo hayo. Utendaji wa TEMESA na hali ya vivuko nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya masuala ambayo kamati ilibaini katika uchambuzi wa utekelezaji wa bajeti hii ni kuathirika kwa utendaji wa TEMESA kwa kukosa fedha za uendeshaji na ukamilishaji wa miradi. Kamati inaishauri serikali kuiwezesha TEMESA kifedha ili iweze kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi zaidi, hususani katika kuhudumia vivuko nchini. Aidha, kamati inaishauri TEMESA kubuni vyanzo vipya na vyenye ufanisi zaidi kwa ajili ya kukusanya mapato yatokanayo na huduma zitolewazo kwa taasisi nyingine za serikali. Utekelezaji wa miradi ya Wakala wa Nyumba Tanzania TBA. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kwamba TBA ilitengewa fedha kwa ajili ya utekelezaji wa miradi mbalimbali katika mwaka wa fedha 2024-2025. Hadi kufikia Februari 2025, baadhi ya miradi ilikuwa haijapokea fedha kabisa. Miradi hiyo ni pamoja na ujenzi wa ghorofa za watumishi wa umma Kaloleni Kota, eneo la Kaloleni Arusha, ambapo ulitengewa shilingi milioni 500. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaishauri serikali kutoa fedha kwa TBA ili miradi hiyo na mingine ambayo iko katika mpango kazi wa mamlaka ikamilike kwa wakati. Aidha, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba TBA inabuni njia bora zaidi ya ukusanyaji wa mapato yatokanayo na kodi ya pango katika majengo yake nchini. Makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka wa fedha 2025-2026. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mwaka wa fedha 2025-2026 fungu 98, Wizara ya Fedha inaomba kuidhinishiwa jumla ya shilingi trilioni 2.28 ikiwa ni sawa na ongezeko la asilimia 28.87 ukilinganisha na bajeti ya mwaka wa fedha ulioisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuongeza bajeti ya Wizara ya Ujenzi hususan katika miradi ya maendeleo ambapo kuna ongezeko la wastani wa asilimia 29.73. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti inayoombwa ina lengo la kutekeleza vipaumbele mbalimbali vya wizara ikiwemo: kuendelea na ujenzi wa barabara za kimkakati zenye kufungua fursa za kiuchumi na kuimarisha shughuli za kijamii ikiwemo utalii, kilimo, madini, bandari, viwanda, bwawa la kufua umeme la Mwalimu Nyerere, na kuendelea na ujenzi wa barabara zinazounganisha makao makuu ya mikoa, nchi jirani, pamoja na barabara za ulinzi
kwa kiwango cha lami. Maduhuli. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara imepanga kukusanya jumla ya shilingi milioni 85 kupitia idara zenye vyanzo vya mapato, ikiwa ni sawa na ongezeko la asilimia 21.43 ukilinganisha na malengo ya kukusanya shilingi milioni 70 waliojiwekewa katika mwaka wa fedha unaoisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuongeza kiwango cha makadirio ya makusanyo ya maduhuli. Sambamba na hilo, kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba katika mwaka wa fedha 2025/2026 taasisi zote ambazo ziko chini ya fungu 98 zinakuwa na mkakati madhubuti wa kubuni vyanzo vipya vya mapato na ukusanyaji wa maduhuli na kuwasilisha taarifa ya mwenendo wa makusanyo kutoka kila taasisi hapa bungeni. Matumizi ya kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026 Wizara ya Ujenzi inaomba kuidhinishiwa shilingi bilioni 90.468 kwa ajili ya matumizi ya kawaida. Kati ya fedha hizo shilingi bilioni 85.028 ni mishahara na shilingi bilioni 5.439 ni kwa ajili ya matumizi mengineyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, bajeti ya matumizi ya kawaida inayoombwa ni sawa na ongezeko la asilimia 11.13 ukilinganisha na bajeti kama hiyo ya mwaka unaoisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuendelea kuongeza fedha za utekelezaji wa bajeti ya matumizi ya kawaida ambayo inaongeza motisha kwa watumishi wa umma kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi na kwa weledi. Bajeti ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika mwaka wa fedha 2025/2026 wizara inaomba kuidhinishiwa shilingi trilioni 2.189 kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Fedha inayoombwa ni sawa na ongezeko la asilimia 29.73 ikilinganisha na bajeti ya maendeleo kwa mwaka wa fedha unaoisha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa kuongeza fedha za kutekeleza miradi ya maendeleo ambayo inagusa moja kwa moja vipaumbele vya wizara ambavyo vimeainishwa hapo juu. Hata hivyo, kamati imebaini kwamba ongezeko la bajeti ya maendeleo kwa kiasi kikubwa limetokana na ongezeko la fedha za nje ambayo imeongezeka kwa asilimia 79.55 ukilinganisha na ongezeko la asilimia 5.9 kwa mwaka wa fedha uliopita. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika uchambuzi wake, kamati ilitathmini juu ya uwezo wa serikali kutenga fedha za ndani katika kugharimia miradi ya maendeleo bila kuendelea kutegemea fedha za nje. Tathmini hii ina lengo la kuishauri serikali kuweka mkakati madhubuti wa kuongeza fedha za ndani ili kuwa na uhakika wa kukamilisha miradi kwa wakati, kwa sababu fedha za nje zina masharti yenye mchakato mrefu wa upatikanaji wake. Maoni na ushauri wa kamati. Maoni ya jumla. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaipongeza serikali kwa ufanisi mkubwa ambayo imeendelea kutoa fedha za kutekeleza majukumu mbalimbali ya fungu 98 hususan katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Kwa muktadha huo na kwa kuthamini mtaji wa fedha za maendeleo unaotokana na kodi za wananchi, kamati inaushauri serikali kama ifuatavyo: A. Kuongeza ufanisi na ubunifu katika utendaji kazi utakaochochea kuboresha huduma za sekta ya ujenzi nchini. B. Kusimamia kikamilifu utekelezaji wa miradi yake yote ili iweze kuakisi viwango bora, uendelevu na kuwepo kwa thamani ya fedha. Na C. Kuongeza ufanisi na ubunifu katika kukusanya maduhuli kutokana na vyanzo vilivyopo na kubaini vyanzo vipya ambavyo vitaongeza wigo wa makusanyo hayo. Sambamba na hilo, serikali ihakikishe kwamba huduma zitolewazo na taasisi zake zinakuwa bora ili kukidhi matarajio ya wadau muhimu wa sekta ya ujenzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inayoshauri pia wizara kusimamia taasisi zake kwa ukaribu zaidi ili kuhakikisha kwamba
zinatekeleza majukumu yake yote kwa ufanisi. Kamati inaamini kwamba iwapo kutakuwepo na usimamizi madhubuti, taasisi hizo zitaweza kujiendesha bila kutegemea ruzuku kutoka serikalini, na pia zitaongeza tija na hatimaye kuboresha huduma za ujenzi na kuongeza mapato ya serikali. Maoni mahususi. Utekelezaji wa miradi ya barabara kwa ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaendelea kuishauri serikali kwamba kupitia sera ya ubia baina ya sekta ya umma na sekta binafsi, public private partnership, iongeze jitihada za kutekeleza miradi ya ujenzi wa barabara na madaraja nchini. Lengo la ushauri huu ni kutumia utaratibu huu ili kuipunguzia serikali gharama kubwa ya utekelezaji wa miradi ya kimkakati ambayo serikali imekuwa ikitumia kiasi kikubwa cha fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inampongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa uongozi wake wa mfano katika utekelezaji wa sera ya PPP, kwa kutoa maelekezo kwa Wizara ya Ujenzi kushirikiana na Wizara ya Uchukuzi kuanza kujenga barabara muhimu kiuchumi wa Tanzania itakayoanzia mkoa wa Tanga hadi Singida kupitia Handeni, Kiberashi, Chemba hadi Mtoro. Mheshimiwa Mwenyekiti, jitihada kama hizi pia zifanyike katika miradi ya kimkakati ya barabara nchini ambayo watumiaji watakuwa na hiari ya kulipia au kuchangia gharama za utekelezaji wake. Mapato ya bodi ya mfuko wa barabara. Mheshimiwa Mwenyekiti, pamoja na malengo mema ya kuanzisha kwa mfuko wa barabara, bado kuna changamoto kubwa ya mtiririko wa fedha katika mfuko huo. Kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba fedha za mfuko huo zinafika kwa wakati ili kutekeleza miradi mbalimbali nchini, hasa matengenezo ya barabara. Fidia kwa wananchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kwamba baadhi ya wananchi katika maeneo mbalimbali nchini ambao waliacha maeneo yao ili kupisha miradi iliyosimamiwa na Wizara ya Ujenzi bado hawajalipwa fidia. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa mara nyingine tena kamati inaishauri serikali kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaodai fidia wanalipwa stahiki zao kwa mujibu wa sheria, na iwapo serikali haina uwezo wa kulipa fidia katika maeneo walioyatwaa, maeneo hayo yarejeshwe kwa wananchi. Madeni ya wakandarasi na wahandisi washauri. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati imebaini kwamba serikali imekuwa ikisuasua katika kulipa madai na madeni ya wakandarasi na wahandisi washauri katika miradi mbalimbali ikiwemo ujenzi wa barabara na ujenzi wa vivuko. Kwa serikali kutolipa madeni hayo, kwanza kuna kuhamisha jitihada za kuwawezesha kiuchumi wananchi ambao wanapata changamoto ya marejesho ya mikopo katika taasisi za kifedha, lakini pia kuathiri mzunguko wa fedha nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sababu hizo, kwa mara nyingine tena kamati inaishauri serikali kuwa na mkakati madhubuti na wa kudumu ili kulipa madeni kwa wakati, lakini pia kuwajengea uwezo wa wakandarasi wa ndani ili watekeleze miradi mingi zaidi. Uwekezaji katika elimu ya ufundi. Mheshimiwa Mwenyekiti, moja kati ya eneo muhimu ambalo serikali inapaswa kuwekeza ni katika eneo la ufundi kwa vyuo mbalimbali, hususan vya kati, ili kupata wataalamu wa kusimamia, kujenga na kusimamia miundombinu hiyo. Aidha, kwa kuzingatia umuhimu wake, serikali iboreshe mazingira ya kufundishia katika vyuo vilivyopo na kujenga vyuo vipya kwa kuakisi mapinduzi makubwa ya teknolojia duniani. Hitimisho. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa namna ya kipekee naendelea kumshukuru Mheshimiwa Spika kwa kuendelea kuliongoza vyema bunge letu na kwa maelekezo yake ambayo yamekuwa msaada mkubwa katika uendeshaji bora wa shughuli za kila siku za kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu. Aidha, namshukuru naibu spika kwa namna anavyomsaidia kutekeleza majukumu yake pamoja na wenyeviti wa bunge kwa kumsaidia
kuendesha kwa ufanisi vikao vya Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa moyo wa dhati kabisa ninawashukuru sana wajumbe wote wa kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambao wamekuwa mstari wa mbele katika kuendelea kuisimamia Wizara ya Ujenzi pamoja na taasisi zilizo chini yake kwa niaba ya bunge lako tukufu. Kwa hakika maoni, ushauri na mapendekezo yao vina mchango mkubwa katika kuboresha utendaji wa serikali. Naomba niwatambue wajumbe hao, lakini kutokana na ufinyu wa muda, naomba majina yao yaingie katika kumbukumbu za taarifa rasmi za Bunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kumshukuru sana Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, mbunge, kwa ushirikiano ambao ameipatia kamati katika kipindi chote cha utekelezaji wa majukumu ya kamati, akisaidiwa na Naibu Waziri wa Ujenzi, Mheshimiwa Mhandisi Godfrey Msongwe Kasekenya, mbunge. Aidha, ninawashukuru watendaji wote wa Wizara ya Ujenzi pamoja na taasisi zake chini ya uongozi wa Katibu Mkuu wa wizara hiyo, Balozi Mhandisi Aisha Amur. Kamati inatambua mchango wa watendaji hao katika maendeleo ya sekta ya ujenzi na inaendelea kuwatia moyo kwamba wafanye kazi kwa bidii. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kuwashukuru pia watendaji wote wa ofisi ya Bunge chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Bwana Baraka Leonard kwa kuisaidia kamati kutekeleza majukumu yake hadi kukamilika kwa taarifa hii. Mwisho lakini sio kwa muhimu, naomba niwashukuru kwa dhati wananchi wa jimbo la Kyela na viongozi wote wa chama na serikali kwa ushirikiano mkubwa wanaoendelea kunipa, na nawaahidi kuendelea kuwatumikia kwa unyenyekevu, kwa uaminifu, uadilifu na weledi wa viwango vya juu sana. Msimamo wa kamati. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya maelezo hayo, naomba bunge lako likubali kupokea na kupitisha makadirio ya mapato na matumizi ya fungu 98 Wizara ya Ujenzi kwa mwaka wa fedha 2025-2026 kama yalivyowasilishwa na mtoa hoja. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha na ninaunga mkono hoja. Asante sana Mheshimiwa Ali Anyigulile Jumbe kwa niaba ya mwenyekiti wa kamati kwa kutoa taarifa hiyo ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu.